wasikilizaji popote pale ulipo, na kukaribisha kwa jioni nyingine tupate neno la Bwana, kwa kuwa ni mwaminifu katika maisha yetu, na kwa kuwa ni yeye tu tegemeo letu, na ni yeye tumaini letu, ni nuru yetu, anatawala siku zote na anatulinda. Ningependa tuunganishe mioyo yetu tupate kuomba kwa jina lake. Baba Mungu mwaminifu, unaweza siku zote, unatawala siku zote Dadi. Ni wewe Mungu wa huruma, ni wewe Mungu wa upendo, ni wewe kimbilio letu, ni wewe tumaini letu, ni wewe nuru yetu Jehova. Muweza wa yote ni wewe unayetutawala Jehova, tutokapo na tuingiapo Dadi. Muweza wa yote umekuwa nasi Dadi. Ni wewe muweza wa yote. Hakuna yeyote aliwahi kukutegemea Jehova akaibika Jehova. Nasi twajua ya kuwa hivyo ambavyo Jehova, hakuna yeyote aliyekutegemea akaibika, nasi pia hatutaaibika, kwa kuwa wewe ni wa rehema na ni wa huruma Jehova. Kachuze nguvu zako Jehova popote pale msikilizaji alipo, na hata hapa Jehova nipo Jehova nikilinena neno lako Jehova. Unganisha hiyo mioyo yote Dadi, muweza wa yote upate kutenda makuu, kwa kuwa wewe ni mwaminifu Jehova. Kaniweke neno lako Jehova ndani yangu ili nipate kulihubiri ipasavyo Dadi. Ni wewe wa rehema, ni wewe Mungu wa uwezo Jehova. Kaniongoze Dadi, kaniongoze Jehova, kanielekeze Dadi, kwa kuwa wewe ni wa huruma, na ni katika jina la Yesu naomba na napata kuamini. Amen Yesu. Yesu ni mwaminifu, Yesu ni muweza wa yote. Tunapata somo la leo kutoka kitabu cha Wafilipi, mlango wa kwanza, mstari wa kwake ni ule wa 6. Wafilipi mlango wa kwanza, mstari wa kwake ni ule wa 6. Nami niliaminilo ndilo ile, ya kwamba yeye aliyeanzisha kazi njema mioyoni mwenu ataimaliza hata siku ya Bwana Kristo Yesu. Nami niliaminilo ndilo ile, ya kwamba yeye aliyeanza kazi njema mioyoni mwenu ataimalisha hata siku ya Kristo Yesu. Yesu ni mwaminifu, na Yesu ni muweza wa yote, anatawala siku zote na analinda siku zote. Anasema ili ninaloliamini, na hata mimi ili ninaloliamini, ni kwamba yule aliyeanzisha kazi njema ndani ya moyo wako atapata kuikamilisha. Aliyeanzisha, yani lazima apate kukamilisha. Chochote alichoanzisha hakuachia nusu. Na mimi mpendo, nimekuja nikuambie ya kwamba wewe uliye hai leo, wewe uliyeitwa kwake upana ukapata kuamka, Yesu akona kusudi na wewe, Mungu akona kusudi na wewe, hakuna tegemeo na wewe. Kuna kitu ambacho anaenda kufanya ndani ya kwako, na kwa hakika kile ambacho ameanzisha ndani ya kwako hatapata kukikamilisha, hata asia nusu, hata acha mpendo wa kwako akaenda kuona matatizo yoyote ile, hata anza safari na mtumishi wa kwake kisa anaenda anamuachia katikati, hata acha kitu chochote kila ambacho ameanzisha apate kukiachia nusu. Hapana, yeye ni Mungu muweza wa yote. Anasema yule ambaye ni mjinga anaanza nyumba yake na anaiachia nusu, pasipo kujua ya kwamba angehesabu angeikamiliza vyema. Lakini yule aliye na hekima anasema anaanza nyumba ya kwake vizuri, anaipata kujenga na anaikamiliza, ili watu wasije wakamseka akiwa nusu. Anapata kuikamiliza, kwa kuwa Mungu ni wa huruma, na kwa kuwa Mungu ni wa upendo. Ni yeye tegemeo letu, ni yeye nuru yetu, ni yeye mwangaza wetu. Popote alienda alipata kutenda mema. Pasipo yeye hatuwezi neno lolote. Pasipo Mungu Bwana Yesu hatuwezi neno lolote. Anapasua bahari, Israeli anapita katika nchi kavu. Mungu ni mwaminifu, anasimamisha mito ili mitume wa kwake wapate kupita kwenda katika hatua hiyo nyingine. Anaweza siku zote, anaweza siku zote. Yeye anabadilisha maisha ya mtu. Yeye anaanzisha safari ya kutoka Misri kwenda Kanaani pasipo hofu yoyote ile, pasipo wasiwasi
nafasi yoyote ile anaanzisha, na kisa anapata kukamilisha, anawapeleka mahali ambapo wanapaswa. Anaweza siku zote, anatawala siku zote, anaweza siku zote. Aliyekutana na Batimayo, na maisha ya Batimayo haikurejea kuwa vile ambavyo alikuwa jana. Na hata leo natabiria mpendo, hata leo natabiria mpendo mmoja leo, nimwambie ya kwamba vile ambavyo ulikuwa jana sivyo ambavyo utakuwa leo, sivyo ambavyo utakuwa kesho. Mungu ni mwaminifu, ni muweza wa yote, anaweza siku zote, anatawala siku zote. Wakamweka Petro gerezani, na siku ya Bwana, usiku wa manane, Mungu akatokelezea akamtoa, wakaweka mitume gerezani. Mungu mwaminifu, muweza wa yote, akatuma malaika wa kwake, akaenda akawatoa gerezani, na akawaambia msiende kunyamaza, muende mkahubiri injili ya Bwana. Hivi ambavyo mumeona, muende mkatangazia watu. Hivi ambavyo nimeona kwa Bwana, hivi ambavyo nimeona makuu kwa Yesu Kristo, huyu ninayemtangaza, ndivyo nimekuja kukuambia leo mpendwa. Kuna uwezo wa kutolewa mahali ambapo umelemewa. Kuna uwezo wa kutolewa katika matope. Kuna uwezo wa kutolewa katika kunuka busi na kwenda kufanyika mfalme. Kuna uwezo wa kutoka katika kudharauliwa na akina Goliathi na akina hao wengine Wafilisti wanaokutukana, apate kuwekwa Goliathi chini, ili safari ya kwako mitume wa kwake apate kuendelea, kwa kuwa ni wa huruma na kwa kuwa ni muweza wa yote. Popote alienda alipata kutenda mema. Mungu ni mwaminifu, ni muweza wa yote. Yawezekana leo kuna pando ambalo limepandwa kwa nyumba yako. Mungu ni mwaminifu, ni muweza wa yote. Kila pando ambalo Yesu hakulipanda, anasema lazima litang'olewa, lazima litang'olewa, lazima litang'olewa. Chochote ambacho Yesu hakukupanda katika maisha ya kwako kinaenda kung'olewa katika jina la Bwana Yesu Kristo. Anatawala siku zote, analinda siku zote. Ni yeye yule jana, leo na milele yote atazidi kuwa. Ni yeye alitenda, na hata leo atatutendea hata sisi wapendwa. Hata acha tuaibike, hata acha tukaona hofu, hata asa twende kuaibika popote pale, hata atatenda na atatenda. Ni mwaminifu, ni muweza wa yote. Aliyemtuma Musa ndiye ninayemnena leo. Aliyemtuma Musa na akamwambia, toka mahali ambapo pa kunyanyasha uende ukawakomboe wana wangu katika mateso. Huyo ndiye tunayemtangaza. Mungu ni mwaminifu, yupo leo, yupo kesho na yupo milele yote. Anaweza siku zote, hajawahi shindwa, hatawahi shindwa, hatawahi tufungukia. Maneno ya kwake yakae ndani yetu kwa wingi, ili apate kututendea. Maneno ya kwake, sifa za kwake zikae ndani ya kwetu. Tuimbe nyimbo za kwake ili apate kututendea. Mungu ni muweza wa yote, anaweza siku zote. Aliyemwekelea yule mgonjwa mikono, na homa ikaondoka, na Petro wakaanza kufurahia kwa nyumba yao. Mungu ni mwaminifu, ni muweza wa yote. Ndiye tunayemnena. Aliyemtuma wanafunzi wa kwake waende wakutana na mtu ambaye amebeba mtungi, ili wapate kuonyesha chumba. Ndiye tunayenena habari za kwake. Ndiye tunayenena makuu ya kwake. Ndiye tunayenena utawala wa kwake. Yesu Kristo, simba wa kabila la Yuda, alikufa msalabani, akakaa kaburini siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, wakitegemea awe makaburini, wakakuta ameondoka. Utaondoka asubuhi na mapema katika hayo mateso. Unaondoa na Bwana Yesu katika hayo mateso. Watakukuta mahali ambapo walikuweka, wakute sivyo ambavyo walikupangia. Vile ambavyo wanakupangia sivyo ambavyo itatendeka. Usiwe na hofu yoyote mpendwa, usiwe na hofu yoyote, usiwe na wasiwasi yoyote, usiwe na masaka yoyote katika safari ya kwako. Mtegemee Bwana Yesu atende katika huduma ya kwako. Mtegemee Bwana Yesu atende katika njia za kwako. Muweza wa yote, anaweza siku zote. Anasimamisha akina Danieli, anasimamisha akina Sadaka na Meshaki na Abednego, kwa kuwa ni Mungu, ni muweza wa yote. Anatolewa kwa simba, anatolewa katika tundu la simba bila kudhara lolote lile. Anatolewa katikati ya moto bila dhara lolote lile. Mungu ni mwaminifu, ni muweza wa yote. Hawatakukusa wewe mahali ambapo wanategemea kukutupa, siku ambapo Yesu anategemea kukuweka. Muweza wa yote, anaweza siku zote. Watapanga na kisa Yesu atakuja, atabomoa yote. Ukumbuke walipanga wakasema, hao wana wa Israeli ambao wanakuja
kuingia katika mji huu, kwa kuwa hapa ndio watapitia. Acha tuweke ukuta. Wakaweka ukuta. Mweza wa yote anaweza siku zote. Hapo mahali ambapo kulikuwa kunaitwa Jericho, ukuta ukaitwa ukuta wa Jericho, kwa kuwa Mungu ni muweza wa yote. Wakapanga kuzuia wana wa Israeli wasipite katika hatua ya kwao. Mungu ni muweza wa yote. Alipokuja Mungu akamwambia Joshua, wao walitumia miili, wao walitumia nguvu, wao walitumia utajiri, wakaweka mawe, wakatafuta mafundi, wakatafuta watu wanaofaa kujenga ule ukuta. Na walipokamilisha, Mungu hataachia, hata kataa wakuje. Mungu hata kataa wakuje. Mungu ataachilia wakuje ili wapange moja mpaka 100 na yakuya amomoe, kwa kuwa Mungu ni muweza wa yote. 100 ya kwetu huwezi ikaondolewa, lakini 100 ya Shetani inaondolewa kwa jina la Yesu Kristo, kwa kuwa Mungu ni mwaminifu, ni muweza wa yote. Na ukuta wa Jericho ukazungukwa siku ya kwanza, ukazungukwa siku ya pili, na siku ya 7 akaambia Joshua, hamtazunguka leo mara moja tu, mtauzunguka huo ukuta mara 7 siku ya leo, nami nitaupeleka chini, nami nitautoa mbele ya kwenu, nami nitautoa machoni pa kwenu. Mungu ni muweza wa yote. Na walipozingatia vile ambavyo Mungu amesema, wewe fuata neno la Mungu, wewe fuata neno la Mungu mpendwa, fuata sauti ya Bwana. Nimekuja kukuambia ni yeye tu peke yake anaweza. Amini hilo, amini hilo, na atatenda katika familia ya kwako, atatenda kwa watoto wa kwako, atatenda hata kuacha ukaaibika, hata acha uende nyuma, hata acha Shetani akurejeshe nyuma. Mungu ni muweza wa yote. Na ule ukuta ulipozungukwa mara ya kwanza mpaka mara ya 7, ukuta ukaenda chini. Kila kizuizi katika maisha ya kwako, tunatabiri leo, natabiri leo katika jina la Yesu Kristo, kila kizuizi, kila mipango ya adui, kila mijengo waliokujengea, kila hivyo ambavyo wamekupangia, kila kesi ambayo wamekuwekea, Mungu ni mwaminifu, ni muweza wa yote. Anatenda. Hiyo inaenda kubomolewa. Safari ya kwako iwe mpya, safari ya kwako iwe mpya. Wakapanga kuja kuvamia Josefati, naye Josefati akaambiwa watu wanatoka kila kona ili waje kutuvamia. Josefati akakusanya junda yote, akawaita nyumbani mwa Bwana. Wewe kimbilia kwa nyumba ya Bwana, wewe kimbilia kwa nyumba ya Bwana. Acha kukimbilia kwa watu, acha kukimbilia kwa nyumba yako tu, tegemea kwa nyumba ya Bwana. Kimbilia kwake Yesu, kimbilia kwake Bwana Yesu, kimbilia kwake Bwana Yesu. Josefati hakuona ikulu, Josefati hakuangalia mahali ambapo ni kuzuri aende kukaa. Josefati hakuangalia vitu vyake aende kukaa kwavyo. Josefati hakuangalia silaha alizokuwa nacho ili apate kusitegemea, mbali alitazamia nyumba ya Bwana. Nyumbani mwa Bwana kuna uzima, nyumbani mwa Bwana kuna furaha, nyumbani kwa Bwana kuna amani, nyumbani kwa Bwana kuna upendo, nyumbani kwa Bwana kuna ukombozi. Na Josefati alipokusanya hiyo junda yote, wakaya nyumbani kwa Bwana, wakafunga, na kisa kufunga wakaomba huyu Mungu Bwana wetu tunayemuita leo. Na walipomuita Mungu akainua roho katikati yao. Hawakuwa na kitu chochote, walikuwa na vitu vyote, ambavyo uko navyo, lakini kuna kitu ambacho kuna kitu ambacho Mungu hajakupatia wewe, hajakupatia wewe upate kutawala vile ambavyo unataka, bali ukimtegemea yeye hatakupatia chochote ambacho unachokihitaji upate kutegemea. Wewe uko na kila kitu, lakini uwezi ukafunguka macho upate kuona kile ambacho kinafaa, vile ambavyo inafaa kutumia, bali Mungu ndiye anayeonyeshana vile ambavyo inatumika. Roho wa Bwana akainuliwa katikati yao, akainuka akaambia Josefati, msizihangaike, msiende huku na huku, mbali, vita
vita haitakuwa yenu kamwe. Vita itakuwa ya Mungu. Vita ni ya Bwana. Vita ni ya Bwana. Hiyo unayopigania, hiyo unayoing'ang'ania kila siku. Umeng'ang'ana miaka 10, umeng'ang'ana miaka 5, umeng'ang'ana miaka kadhaa. Mungu ni muweza wa yote. Atakwambia ung'ang'ane hivyo. Hatakwambia ung'ang'ane hivyo. Mungu anakuambia kuja kwangu tu nitegemee, nitainua roho katikati. Hapo hapo tu ulipo, hapo hapo ulipo ndipo utajiri wako upo. Hapo hapo ulipo ndipo dhamana yako ipo. Hapo hapo ulipo ndio msaada wako upo. Hapo hapo ulipo ndio nyumba yako ipo. Hapo hapo tu ulipo Mungu atakusaidia kutoka hapo ulipo. Popote pale ulipo, iwe hauna viatu, iwe hauna kitu chochote, sikuambii uwe na vitu vya dunia hii. Nakuambia uwe na Mungu tu, naye atakuonyesha vile ambavyo vitu vinapatikana, kwa kuwa ni Mungu wa hekima, Mungu muweza wa yote. Akainua huyu mitume wa kwake, mwanao Daudi. Suleimani akamuinua, na alipomuinua ikabidi wafalme wote waje kusikia kila ambacho Mungu ameweka ndani ya Suleimani. Na wakiwa wanakuja, wengine wanakuja na manamane, wengine wanakuja na vitu vya kifahari. Mungu ni muweza wa yote, analeta vitu vya thamani ndani ya nyumba ya kwako. Anatumana. Wewe hautaenda kuhangaika, wewe hautaenda kunyanyasho, wewe hautaenda kung'ang'ana, wewe hautaenda kukopa, wewe hautaenda kufulisa, wewe hautaenda kung'ang'ana na dunia, bali utang'ang'ania Bwana Yesu, bali utang'ang'ania huyu mitume wa kwake, bali utang'ang'ania Bwana Yesu apate kukupa uwezo ili upate kwenda kutengeneza fedha na mali ambacho ametuahidia. Na mimi nitawapa hekima ya kutengeneza fedha na mali nyingi, kwa kuwa Mungu ni muweza wa yote. Mungu ni yeye ako na huruma kwetu, ni Mungu ako na upendo ndani ya watu wake. Hawezi akakuweka hapa leo ukiwa uhai na akawa hana upendo kwako. Ako na upendo mwingi ndani ya kwako mpendwa. Ako na upendo mwingi katika maisha yako. Ako na upendo mwingi katika familia yako. Ako na upendo mwingi katika unduma ulio nayo. Mungu ni muweza wa yote. Akutawale. Alivyowainua wale akina Petro, hata wewe akuinue. Alivyoinua Daudi kutoka chizi la busi, Mungu ni muweza wa yote, hata wewe atakuinua. Alivyomwokoa Daudi katika mikono ya yule mfalme, na hata wewe atakuokoa katika hiyo mikono ya Shetani aliyekusika hivyo ambavyo wamekuleza kwa kitanda. Amuka kama Anania miaka 8 akiwa kwa kitanda. Mungu akaya akamuinua kwa kitanda, akamwambia Anania, inuka nenda katangaze injili ya Bwana kama Dorkasi. Alipokuwa katika mauti, Mungu akaya akamuinua, akamwambia injili inatakikana. Yesu tu peke yake ndiye ako na nguvu hizo. Yesu tu peke yake ndiye ako na nguvu hiyo. Sio waganga, sio wachawi, sio takataka za dunia, sio hekima ya dunia, sio madaktari. Ni Yesu tu peke yake ako na hizo nguvu za kuinua mtu toka mavumbini kwenda yukula pamoja na wafalme na wakuu. Ni Yesu tu peke yake ako na usindi huo. Ni Yesu tu peke yake ako na mamlaka hayo. Ni Yesu tu peke yake anaweza akafungua milango ya fedha na dhahabu, iye pasipo kiwango chochote kile. Kwake hakuna kipimo, kwake hakuna kipimo. Inaletwa vile ambavyo inatakikana, kwa kuwa ni mwaminifu. Akutawale, akusindie popote pale ambapo unamtegemea. Yesu akutawale na kuinua. Baba mtakatifu, ni wewe kimbilio letu na ni wewe tumaini letu. Ni wewe nuru yetu. Ni wewe usiyeshindwa na lolote. Watu wanaweza wakashindwa, mbali wewe huwezi ukashindwa Jehova. Wanadamu wanaweza wakalemewa kama mimi naweza nikalemewa, ila najua ya kwamba ambalo ulianzisha ndani yangu utapata kulikamilisha. Chochote ambacho ulipata kuweka ndani yangu, muweza wa yote, utapata kukikamilisha. Ni wewe tu wa dhamana, ni wewe tu wa upendo, na ni wewe mtu mtakatifu watakatifu. Ni wewe tumaini letu Jehova. Naweka wapendo popote pale walipo mikononi mwako. Ndadi ukawatawale Jehova. Yule anayenisikiliza, yule anayenitazama, popote pale walipo Jehova, naitiza nguvu zako Jehova, muweza wa yote, sisuke mahali popote pale walipo, akapokee neema ya kwako. Kila ambacho hana leo,
Yesu kipatikane, kwa kuwa wewe ni mwaminifu, kwa kuwa wewe ni upendo. Kusanya Jehova neema yako Baba, upate kutupa Jehova. Katupe neema yako Jehova, kanipe neema yako, unijaze Roho wako Mtakatifu Jehova. Nivumisie Jehova Roho wako ndani yangu Jehova. Muweza wa yote na kutamani Jehova. Natamani uwepo wako Jehova. Natamani usindi wako Dadi. Natamani ukuu wako. Natamani mamlaka yako Jehova. Natamani kutawala kwa jina lako Yesu Kristo. Ni wewe unatawala, kanitawalishe Jehova. Kanipe neema ya kwako Jehova. Unipe usindi Dadi, kwa kuwa wewe ni mwaminifu na kwa kuwa wewe ni wa uwezo. Na ni katika jina la Yesu naomba na napata kuamini. Amen. Ya Yesu akutawale. Yesu akuinue. Yesu akupe nguvu na akuwezeshe mpendo wangu. Amen.